Kanisa la Glory of Church Tanzania la Askofu Gwajima limefungua shauri mahakamani kupinga hatua za vyombo vya dola kuzuia na kufunga shughuli zake pasipo kufuata taratibu za kisheria. Lakini serikali imethibitisha haijafuta kanisa hilo rasmi wala haijawahi kutuma barua yoyote ya kufuta au kusimamisha shughuli zake. Sasa, ni nani alituma barua na kutuma polisi kuzuia watu kufanya ibada pale kanisani? Nimekuambatanisha baadhi ya barua ambazo zinaweza kuwekwa na sosi ya habari ambayo inaitwa Lato X kupitia mtandao wake wa X kwa maana ya Twitter, ambapo barua hizi zilikuwa ni barua za mahakama zikionyesha. Ungana nami nikusomee mwanzo hadi mwisho barua jinsi zilivyokuwa zimeandikwa. Katika Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, usajili mkuu Dodoma, maombi ya kiraia mbalimbali namba 13189 ya mwaka 2025. Washtakiwa waliosajiliwa wa Glory of Christ Tanzania Church, muombaji dhidi ya msajili wa vyama, mdaiwa wa kwanza mwanasheria mkuu, mdaiwa wa pili mkuu wa jeshi la polisi, mdaiwa wa tatu. Uamuzi tarehe 5 na tarehe 6 Juni mwaka 2025, Jaji Masabo kupitia hati ya dharura iliyosajiliwa na mahakama hapa tarehe 4 Juni mwaka 2025. Muombaji ameleta maombi ya chini ya kifungu cha 3 na cha 2 cha sheria ya utekelezaji wa sheria sura ya 358 kiomba maagizo yafuatayo: maombi kwa njia ya siri, yani expert. Mahakama hii tukufu inaomba kuamuru kwamba agizo maelezo yaliyotolewa na msajili wa vyama yaliyotolewa kuwasilishwa tarehe 2 Juni mwaka 2025, ambayo wakati wa kuwasilisha ombi hili hajawahi kutolewa rasmi kwa kanisa la muombaji, yazuiwe au kusimamishwa hadi pale kesi itakaposikilizwa na kutolewa maamuzi mwisho kwa pande zote mbili. Kwa njia mbadala, mahakama hii tukufu pia inaomba kuamuru kuwa hali iliyokuwepo awali iendelee hadi pale jambo la usajili wa kanisa la muombaji litakaposikilizwa na kutolewa uamuzi rasmi, kwa kuwa hadi sasa hakuna taarifa rasmi, mawasiliano, barua au taarifa yoyote rasmi iliyotolewa. Cheti kimewasilishwa kwa kanisa la muombaji na hali iliyopo iendelee hadi usikilizwaji na uamuzi wa mwisho wa maombi haya ya pande zote. Kwa pande zote mbili, namba 1, mahakama hii tukufu inaomba kuamuru kwamba utekelezaji wa agizo mawasiliano uamuzi wa mujibu wa maombi wa kwanza wa vyama, ambao unalenga kusitisha ama kuzuia mara moja shughuli za kidini, kiroho na mkusanyiko wa kanisa la muombaji, usimamishwe, uzuiliwe na ubaki umesitishwa hadi usikilizwaji au uamuzi wa mwisho wa rufaa uliwasilishwa kwa waziri wa mambo ya ndani ya mamlaka ya rufaa ya waziri huyo chini ya masharti ya kifungu cha 19(1) cha sheria ya vyama sura ya 337 toleo la mwaka 2019. Kipengele cha 2, mahakama hii tukufu inaomba kuamuru kwamba utekelezaji wa agizo mawasiliano ama uamuzi wa mujibu wa maombi wa kwanza unaolenga kusitisha ama kuzuia mara moja shughuli za kidini, kiroho na mkusanyiko wa kanisa la muombaji usimamishwe, uzuiliwe na ubaki umesitishwa hadi haki zote za kisheria kwa kanisa la muombaji zitakapozingatiwa na mujibu wa maombi wa kwanza. Kipengele cha 3, mahakama hii tukufu inaomba kuamuru kwamba mujibu wa maombi ya 3 mkuu wa jeshi la polisi uzuie kuingilia kati shughuli za kidini, kiroho na mkusanyiko wa kanisa la muombaji wa kutegemea agizo lolote la kufuta ama kusitisha kutoka kwa mujibu wa kwanza dhidi ya kanisa la muombaji hadi pale taratibu zote za rufaa za usikilizwaji upya zitakapokamilika kupitia waziri wa mambo ya ndani au kama itakavyoamuliwa na waziri huyo kwa mujibu wa sheria na mamlaka kwa mujibu wa maombi ya kwanza. Kipengele cha 4, maagizo mengine yote yanayofaa na ya haki. Kipengele cha 5, gharama za maombi haya zitolewe. Hiyo ni barua yenye vifungu vingi vya kisheria ambayo imeweza kupostiwa na Lato X kupitia mtandao wake wa X, akionyesha jinsi ilivyo mahakama kuu baada ya kusema serikali haijafungia kanisa la Askofu Gwajima wala kutuma barua. Sasa wewe unazungumzaje kuhusiana na hili swala ambalo linaendelea, japo nimekusomea ambapo kanisa linaomba mahakama kusitisha utekelezaji wa maagizo hayo hadi rufaa yao itakayosikilizwa ili kuzuia serikali na vyombo vyake kuingilia shughuli za ibada bila kufuata sheria, kudai haki na fidia endapo litathibitisha kuwa lilinyimwa haki zake za kiolela. Hivyo ndivyo walivyoomba kanisa hili la Askofu Josephat Gwajima. Kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii zimeanza kuenea taarifa hizi. Endelea kusubscribe Blue House ili wa kwanza ambayo utakuwa unapata update zetu kila wakati na kila muda.